Yes, mtazamaji wa 69 Sports popote pale ulipo, karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Luhali Begi Kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambako sasa hivi inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi siku hii leo ni kikosi cha mnyama wekundu wa Msimbazi Simba kikiwa bandarini kikielekea kule Zanzibar katika mchezo wao wa siku ya Jumapili dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa nusu finali ya kwanza ambapo mnyama Simba ataupigia katika dimba la New Amani Complex, na kama hivyo unavyoweza kuliona gari la Simba likiwa linatia nanga ama linawasiri katika viunga hivi vya bandari, na kama hivyo unavyoweza kuona baadhi ya Watanzania wakiwa wamejitokeza katika kuwapa morali wachezaji wa Simba na kuhakikisha kwamba Simba anaenda kufanya vizuri kule aendapo na anaweza kupeperusha vizuri bendera ya Tanzania katika michuano hiyo ya shirikisho barani Afrika. Simba aliweza kutinga katika hatua ya nusu finali baada ya kushinda dhidi ya Al-Masry katika mchezo wa robo finali katika hatua ya mikwaju ya penalty. Kama hivyo unavyoweza kuona kikosi cha mnyama wachezaji sasa pamoja na benchi zima la ufundi litaelekea kule Zanzibar, na kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali mwenyewe anakuambia hawaishi hapa. Hii baada ya kauli mbiu ile ya hii tunavuka na kufanikiwa kutinga katika hatua ya nusu finali, safari hii wanakuambia hatuishi hapa, yani moja kwa moja watahakikisha katika hatua hii ya nusu finali wanatinga hadi katika hatua hiyo ya finali. Mapema kabisa asubuhi ya leo benchi zima la ufundi la klabu ya Simba lakini pia wachezaji wa Simba wanaelekea kule visiwani Zanzibar katika kuhakikisha wanaitafuta ile tiketi ya kutinga katika hatua ya finali. Simba anaelekea kucheza visiwani Zanzibar kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa na marekebisho katika pichi lakini pia katika yale majukwaa ya kukalia. Kama hivyo unavyoweza kuona wachezaji mmoja mmoja wakiwa wanashuka. Huyo unaweza kumuona ni mwalimu Fadlu Davis, kocha mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ndio kiongozi tunaweza kusema wa msafara huu. Yeye ndio ambaye amebeba matumaini makubwa ya wana Simba wengi. Wachezaji wanahakikisha wanacheza ndani ya pichi, lakini mwalimu anahakikisha anasuka mbinu zilizokuwa kabambe na mbinu zilizokuwa bora na kuwasoma wapinzani vizuri ili mradi kikosi kiweze kupata matokeo. Tangu aingie ndani ya kikosi cha Simba, mwalimu Fadlu Davis ameonekana kuwa na mafanikio makubwa, ameonekana kuwa na mafanikio kwa muda mchache, licha ya kikosi cha Simba kuwaingiza wachezaji wengi waliokuwa wageni, lakini kikosi cha Simba kimeonekana kuwa na matumaini makubwa. Huyo unaweza kumuona ni Suleiman Matola, ni kocha msaidizi wa kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, ni kocha mkongwe ndani ya kikosi cha Simba, ni mwalimu wa muda mrefu akiwa na Simba. Takriban mafanikio mengi ya Simba, Suleiman Matola naye amekuwa ni sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini hivyo unaweza kumuona meneja wa timu ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Patrick Uemamu, na yeye amekuwa ni sehemu ya kikosi. Tunaweza kumuona kapteni wa Simba Mohamed Hussein Shabarara, naye ni sehemu ya kikosi cha Simba ambacho kinaelekea kule visiwani Zanzibar katika mchezo wao wa siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni siku ya Pasaka. Lakini pia umeweza kumuona hapo Lionel Ateba, mshambuliaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Steven Dese Mukwala, striker refu kuliko goli, wenyewe wanakuambia katika mchezo uliopita Mukwala aliweza kufunga, lakini tunaweza kumuona kiungo mkabaji Yusuf Kagoma ambaye anaendelea kufanya kazi chafu ndani ya kikosi cha Simba kuhakikisha kwamba wale mabeki wao wanakuweza kuwa imara, mabeki wao wanaweza kuwa hawafikiwi kwa urahisi. Yusuf Kagoma amekuwa akifanya kazi nzuri, kazi iliyotukuka, lakini pia tunaweza kumuona hapo kama unavyoweza kumuona daktari wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba akiwa na Kip Dennis mkandaji winga Teresa winga ambaye anaweza kufanya kazi kubwa ndani ya pichi. Kazi ya Kip Dennis wana Simba wengi wanaweza kuifahamu na wana Simba wengi wanaijua. Pindi anapokuwa katika uwanja anakuwa anafanya mabaraa yake, anakuwa anafanya kazi iliyokuwa nzuri. Lakini Mukwala kama hivyo unaweza kumuona
anaweza ni sehemu ya kikosi. Tunaweza kumuona Fabrice Ngoma, naoza msaidizi wa kikosi cha Simba, ni mchezaji ambaye anafanya vizuri, lakini pia likija swala la fair play, Fabrice Ngoma amekuwa ni mtu ambaye anajali, licha kujijali yeye, lakini pia anajali afya ya wengine wakiwa uwanjani. Awesu namba 10 baada ya Jean Charles Ahoua, Awesu amekuwa akifanya kazi nzuri katika dimba pale namba 10, anakuwa ni mpishi mzuri wa pasi za mwisho na kutengeneza nafasi za mabao. Tangu aingie katika kikosi cha Simba safari hii katika dirisha kubwa la usajili, Awesu amekuwa akifanya vizuri, lakini pia tunamuona Rastiboni wa klabu ya Simba Ladaki Chasambi akiwa miongoni mwa kikosi cha Simba, lakini pia tumeweza kumuona Lionel Ateba Mbida, na pamoja tunaweza kumuona Musa Kamara ambaye aliweza kuibuka shujaa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo uliopita dhidi ya Al Masry, ambaye aliweza kuokoa penati 2 za katika mchezo katika zile changamoto za mikwaju ya penalty. Musa Kamara aliweza kuokoa, ni tumaini kubwa la mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia umeweza kumuona hapa Jean Charles Ahoua, ni namba 10 ya Simba ambaye amekuwa na mafanikio makubwa, ameingia ndani ya Simba kama MVP, lakini mpaka hivi sasa amefanya vizuri, ana namba nzuri ndani ya Simba mpaka sasa, ana mabao takriban 12, lakini pia ana assist zake, hivyo unaweza kuona mchango wake ni mkubwa kweli kweli ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Je, Simba anaweza kutinga katika hatua ya nusu finali? Tusubirie na kuona, dakika 90 ndizo zitakazoamua. Unaweza kumuona hapo Okajefa pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala ambaye amekuwa amebeba matumaini makubwa ya mashabiki wengi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mashabiki wa Simba wakilisikia jina la Elie Mpanzu wanakuwa na matumaini makubwa kwamba yeye ndiye atakayevusha Simba katika hatua ya nusu finali. Ni mchezaji ambaye ameingia katika dirisha dogo la usajili, lakini ameonekana akifanya vizuri, na matumaini makubwa ya mashabiki wa Simba kuhakikisha kwamba Mpanzu aendelee kubaki ndani ya kikosi chao na aweze kufanya makubwa. Mnyama ndio hivyo, kama hivyo unavyoweza kumuona, anaenda kuchana maji na kuelekea kule visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex, na hii yote inachagizwa ni kutokana na kikosi hicho cha Simba kuweza kwenda kuzoea mazingira na hali ya hewa ya kule visiwani Zanzibar mpaka hapo itakapofikia siku ya Jumapili, ambapo mchezo ndipo utakapoenda kupigwa dhidi ya Stellenbosch kutokea kule Afrika Kusini. Stellenbosch kule Afrika Kusini wenyewe wapo katika nafasi ya 5 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, wenyewe wapo katika nafasi ya 5. Sio timu mbaya sana na wala sio timu nzuri, lakini wanaweza kuonyesha hali ya ushindani. Dakika 90 ndizo zitatoa majibu.